kupambania ushindi. Hebu tueleze tangu siku ya mwisho watu timu wameiona pale Zanzibar hadi leo kuelekea siku ya kesho, kwa maana mchezo mkubwa wa nchi na mchezo mkubwa wa Afrika. Maandalizi kiujumla, mchezaji mmoja mmoja, kikosi kinaendeleaje, kama kuna taarifa ya mwenye shida ambaye anaweza kukosekana na mambo yote ambayo yanahusiana na mchezo wa kesho. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kufika siku ya leo tukiwa tumebakiwa na saa chache kuelekea katika siku yetu ya mchezo wetu wa Kariakoo Derby. Kila kitu kwa upande wetu Simba Sports kinakwenda vizuri, na sasa kama ambavyo nashuhudia wachezaji wetu wako katika uwanja huu wa Meja Jenerali Samuyo kwa ajili ya kufanya mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya watani wetu. Na mapema jioni ya leo wapinzani wetu wamefanya mazoezi hapa katika uwanja huu. Mambo yamekwenda vizuri kwa upande wao, na sasa ni zamu ya mnyama. Baada hapo tunakwenda kupumzika tayari kabisa kwa ajili ya kesho, ambayo ndio siku ya hukumu. Kesho ndio siku ya kukata mzizi wa fitna. Kesho ndio siku ya mwenye timu bora kupata matokeo bora. Vipi maendeleo na hali ya Nixon Kibabage na wachezaji waliopata changamoto kwenye mechi iliyopita? Nadhani wanaonekana clear hapa. Nixon Kibabage yule kule kwenye mbavu yake ya kushoto anapanda na kushuka kama kawaida, kama hakuna kilichotokea. Katikati ya dimba pale yupo Yusuf Kagoma kama kawaida, anazima, anachukua, anaondoka, anaachia. Kulia huku yuko Aneset Oura kama kawaida, anafanya chenga zake za kama anaubetua, alafu anapita kwenye katikati ya mapaja, anakwenda kufanya balaa kubwa. Kwa hiyo wachezaji wote ambao walipata changamoto ya afya katika mechi iliyopita, wote wako timamu, wote wako tayari, wote wako vizuri. Kwenye eneo la maandalizi, timu yetu ulivyoiona, hali na morali ipo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho? Morali ipo kwa asilimia kubwa sana. Kama asilimia zinapita 100, basi morali ya wachezaji wetu kuelekea katika mchezo huo upo kwa asilimia 100. Ile momentum, ile morali, ile confidence ambayo tumeipata pale visiwani Zanzibar kwenye fainali ya Kombe la Muungano imewaongezea kitu chanya kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Wameona ni kwa namna gani mashabiki wa Simba walikuwa na shauku kubwa na ushindi katika mechi ya derby. Wameona namna ambavyo watu wamefurahi, namna ambavyo watu wameenjoy kwa ushindi ambao tumeupata. Sasa na ujumbe ambao wamekuwa wakiwapelekea wachezaji wetu ni kwamba tunashukuru kwa hiki ambacho mmetufanyia hapa Zanzibar, lakini tunataka tuwashukuru zaidi kwa kazi kubwa ambayo natakiwa muifanye katika mechi ya tarehe 3. Kwa mfano, nitakusomea ujumbe mmoja ambao amenitumia Profesa Janabi. Kanambia fanya hima wafikie wachezaji, na huo ndio ujumbe wa kila shabiki wa Simba. Hapa anasema niwaambie wachezaji. Ngoja tuambie kwanza Profesa Janabi ndio nani, pengine mtu amjui. Profesa Janabi cheo chake cha kinchi au tupitishe tu. Profesa Janabi alikuwa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi Simba Sports Club, lakini alikuwa mkurugenzi wa hospitali ya taifa ya Muhimbili, mkurugenzi wa taasisi ya moyo JKCI, na sasa hivi ndio mshauri wa masuala ya kiafya wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni mtu mzito. Sasa umeona sasa hapa tupo ujumbe wake. Mtu mzito kanitumia message. Mtu mzito kanitumia message tumetumwa. Mbona unataka kukubali hiyo message tu? Kanitumia message. Anasema Profesa Janabi kuwaambia wachezaji wa Simba, hongera kwa ushindi wa Zanzibar. Mashabiki wenu tupo kwenye furaha kubwa, na furaha hiyo iko mikononi mwetu. Yani mwetu ni wachezaji. Tukishinda tena kesho, tutawapa sababu nyingine ya kusherehekea. Kila mechi
ni historia na kila ushindi ni heshima kwa jezi tunayoivaa. Yani hapa Profesa Janabi amesimama mbele ya wachezaji wa Simba, anawapa huu ujumbe. Unasema hivi, naulia tena kwa msisitizo. Hongera kwa ushindi Zanzibar. Mashabiki wetu wapo kwenye furaha kubwa, na furaha hiyo iko mikononi mwetu. Tukishinda tena kesho, tutawapa sababu nyingine ya kusherehekea. Kila mechi ni historia na kila ushindi ni heshima kwa jezi tunayoivaa. Naendelea kumnukuu Profesa Janabi. Timu bora, tumeanza vizuri, sasa tuendelee vizuri. Timu bora haishindi mara moja tu, inashinda tena na tena. Kesho ni nafasi yetu ya kuthibitisha hilo. Tuwape mashabiki wetu zawadi ya ushindi mwingine. Janabi amemalizia hapo. Janabi mwanachama wa Simba. Umeona ujumbe ulivyokuwa mzito huo? Kwanza mtu mwenyewe kaka, ujumbe wa kiprofesa huo, faili kubwa. Ujumbe unatakiwa wafikie wachezaji wa Simba, na anasema ningekuwa Dar es Salaam ndio ningetoa ujumbe huu. Yani angesimama mbele ya kina Kapombe na akawapa ujumbe mfupi tu ya kwamba tumwafurahisha mashabiki wetu Zanzibar, tuwafurahishe na Dar es Salaam. Timu bora, mkafanye tena kazi nyingine. Nini maana yake? Ni kwamba ushindi wa Zanzibar hautoshi, tunahitaji ushindi mwingine kesho. Sawa, sema tumalizie hapa. Walau kwako wewe utupitisha kidogo, kesho ni mechi ya namna gani wewe unavyoiona? Kwanza lazima tukiri ya kwamba ni mechi ngumu. Kama kuna yeyote atakwambia ni mechi nyepesi, huyo lazima atakuwa punguani. Mechi hii lazima tutambue ya kwamba ni mechi ngumu. Ni mechi very tough. Ni mechi ya kihistoria, ni mechi ambayo inabeba kila kitu. Ni mechi ambayo hapa napozungumza nawe kuna watu hivi sasa hawali, hawanywi, hawana raha, hawana furaha kwa sababu ya hii mechi. Ni mechi ngumu. Sisi Simba Sports tuna timu nzuri, lakini hatuwezi kusema 100% ya kwamba tuna uhakika wa kupata ushindi kesho. Tunachoweza kuahidi mashabiki wetu ni kwamba viongozi, na kama watapata nafasi ya kuonesha mashabiki wetu namna viongozi wote wa Simba Sports Club wako hapa Meja Isamuhyo, na hawajaanzia hapa, wameanzia kambini pale Mbweni. Maana yake ni kwamba viongozi wako serious. Hatutafumba lepe la jicho mpaka tumalize mechi hii, na tena tumalize kwa ushindi. Kwa upande wa viongozi tuko kwenye level hiyo ya userious, na kwa wachezaji ni hivyo hivyo. Tunachoweza kuahidi mashabiki wetu ni kwamba tutakwenda kujitoa, tutakwenda kujituma, tutakwenda kupambana, tutakwenda kutoa nafsi zetu na roho zetu. Unajua hali na mali. Sasa viongozi wanatoa mali ili timu ishinde, wachezaji wanatoa hali. Kwa hiyo hali na wanatoa hali. Kwa hiyo hali na mali kesho vinakwenda kupambana pamoja kuisaidia Simba ipate ushindi. Mimi naamini kwa nikitazama taswira za wachezaji wetu, nikiangalia nyuso za viongozi wetu, na muona mnyama akipata matokeo mazuri kesho kwa mapenzi yake Jalla Jalal. Inshallah. Inshallah. Sawa, tuzungumze pia na mashabiki, walau tupitishe zoezi la tiketi linaendeleaje, mauzo hadi hivi sasa kuamkia au kuelekea siku hiyo ya mchezo, na vyote vinahusu mashabiki. Pengine tuje mapema au tusikilizie, tuje saa 12, tiketi pengine wakatupisha nao katika hilo eneo. Hadi sasa hivi nini ambacho kinaendelea? Mauzo yanakwenda vizuri. So far mzunguko imemalizika, na tukiwa hapa uwanjani